الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tukiendelea na tafsiri ya suratul Mu'minun, leo tunaondokea aya nambari 49. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walaqad atayna Musa alkitaba, kwa hakika tulimpa Musa kitabu cha Taurati. Walaqad atayna Musa alkitaba, kwa hakika tulimpa Musa kitabu cha Taurati. Lengo la kumpa kitabu la'allahum yahtadun, tulitegemea kwamba wanaweza wakaongoka kwa kupitia kitabu hiki. Walaqad atayna Musa alkitaba, kwa hakika tulimpa Musa kitabu la'allahum yahtaduna, ili wapate kuongoka. Walaqad atayna Musa at-Taurata, kwa hakika tulimpa Musa Taurati. Rajaa, kwa kutaraji, an yahtadi biha, kwamba awaongoze kwa kupitia Taurati kaumahu, watu wake, ila alhaqi, katika haki, wayamalu biha, na waifanyie kazi. Walaqad atayna Musa at-Taurata, kwa hakika tulimpa Musa Taurati. Rajaa, kwa kutaraji, an yahtadi biha, awaongoze kwa kupitia Taurati kaumahu, watu wake, ila alhaqi, kwenye haki, wa ya'malu biha, na waifanyie kazi Taurati. Waja'alna ibna Maryama, na pia tukamfanya mwana wa Maryamu, yani Isa alayhi salam, wa ummahu, na mama yake ambaye ni Maryamu, ayatan, tuliwafanya kuwa ni alama, ni dalili inayoonyesha uweza wetu, kwa kule kuletwa Isa pasi na baba. Hii ni ayatan, tumewafanya wawe ni alama na dalili inayoonyesha uweza wetu. Wa awainahuma, na tuliwapokea hawa au tuliwaweka, ila rabwatin, katika sehemu ya milima, sehemu ya mwinuko, dhati qararin, yenye vyakula au yenye utulivu kabisa, wa maini, na yenye maji, na chemchemi ya maji ya maji. Wa ja'alna ibna Maryama, tulimjaalia au tulimfanya mwana wa Maryamu, yani Isa, wa ummahu, na mama yake ambaye ni Maryamu, ayatan, tuliwafanya hawa kuwa ni alama, ni dalili inayoonyesha uweza wa Allah, kwa kule Maryamu kubeba mtoto pasi na kuingiliwa, akazaliwa Isa pasi na njia ya baba. Hii ni alama. Ayatan, tumefanya kuwa ni alama au ni dalili. Wa awainahuma, na tuliwaweka wawili hawa, ila rabwatin, katika sehemu ya mwinuko, sehemu ya vilima, dhati qararin, yenye vyakula au yenye utulivu, ambayo inaishika sehemu hiyo, wa maini, na yenye maji. Wasayarna Isa ibn Maryama, tulimfanya Isa mwana wa Maryamu, wa ummahu Maryama, na mama yake ambaye ni Maryamu, alamatan dalla, tuliwafanya kuwa ni alama yenye kufahamisha au yenye kuonyeshia dalili, ala kudratina, juu ya uweza wetu. Fakad hamalat bihi, kwani kwa hakika alibeba mimba ya Isa, min ghairi abi, pasi na baba.
Wa awainahuma, na tuliwaeka ila makani murtafiin, katika sehemu ya mwinuko, min al-ardhi, katika ardhi. Wengine wanasema Palestina, wengine wanasema Misri, wengine wanasema Damascus. Kuna kauli tofauti, wengine wanasema Palestina. Makani murtafi, sehemu iliyokuwa na mwinuko, min al-ardhi, katika ardhi hiyo, mustawin salih, iliyokuwa iko sawa, yenye kustawi kila kitu, salihi, ambayo ni nzuri, lilistikrari, kwa ajili ya kuishi, alaihi juu yake. Fihi ma'un jar, katika sehemu hiyo kuna maji yanapita, mutajaddidun, tena maji yale kila siku yanapita, yanatoka huko yanakotoka, yanapita pale. Na wengine wakasema maji hayo ni kule Misri, manake ndiko asili yake yanakotokea. Wasayarna Isa ibn Maryama, tukamfanya Isa mwana wa Maryamu, wa ummahu, na mama yake Maryamu, ambaye ni Maryamu, alamatan, tuliwafanya kuwa ni alama, dala, yenye kuonyesha dalili, ala kudratina, juu ya uwezo wetu. Fakad hamalat bihi, kwani kwa hakika alibeba, kumbeba Isa mimba yake, min ghairi abi, pasi na baba, jambo ambalo si kawaida hilo. Wa awainahuma, na tuliwaweka katika maisha, ila makani murtafi'i, katika sehemu ya mwinuko, min al-ardhi, katika ardhi hii, mustawin salihin, ardhi ambayo yenye kustawi, iliyokuwa iko sawa, inastawi kila kitu, vyakula pale vinamea, salihun lilistiqrari, tena iko vizuri sana kwa ajili ya kuishi, alaihi. Fihi ma'un jar, ndani yake kunapatikana maji yenye kupita, mutajaddidun, ambayo kila siku yanakuja mapya mapya. Ya ayuha rusul, enyi mitume, kulu minat tayyibat, kuleni vitu vizuri, vilivyokuwa vizuri, kwa maana yake vilivyokuwa vya halali na vyenye afya pia. Wa amalu saliha, nafanyeni matendo mema. Inni, kwani mimi, bima taamaluna alim, kwa mnaoyafanya ninajua vizuri. Ya ayuha rusulu, enyi mitume, kulu minat tayyibati, kuleni vyakula vizuri vilivyokuwa vya halali na vyenye afya. Wa amalu saliha, na tendeni mema. Inni, kwani mimi, bima taamaluna alimun, kwa mnachokifanya mimi ninajua. Ya ayuha rusulu, enyi mitume, kulu mimma ahalaltu lakum, kuleni miongoni mwa vile nilivyokuhalalishieni nyinyi, mimma yustatabu akluhu, miongoni mwa vile vilivyokuwa ni vizuri kula kwake, unakula unaisikia raha. Wa'malu amalan salihan, nafanyeni matendo mema, muwafikan li shar'i, ambayo yanaendana na sheria. Inni bima taamaluna, mimi kwa mnachokifanya, mina amalin, katika matendo, alimun, najua. La yakhfa alayya, hapafichikani kwangu, min a'malikum shay, katika matendo yenu chochote. Ya ayuha rusulu, enyi mitume, kulu mimma ahalaltu lakum, kuleni miongoni mwa yale niliyokuhalalishieni nyinyi, mimma yustatabu akluhu, miongoni mwa yale ambayo ni mazuri, unajisikia raha kula kwake. Yani Uislamu haukutaki wewe ndio utafute vitu vibaya vibaya, ukila vizuri vizuri si unakuwa sio shehe. Hapana, kuleni vile vilivyokuwa vizuri hasa, lakini viwe vya halali, ndio uzuri wenyewe, viwe vya halali na viwe vina afya na unajisikia ladha unapokula. Istatab. Wa amalu amalan saliha, fanyeni matendo mema, muwafikan li shar'i, ambayo yanayafikiana na sheria. Inni bima taamaluna, kwani mimi kwa mnachokifanya, min amalin, katika matendo yoyote mtendayo, alimun, mimi najua. La yakhfa alayya, hapafichikani kwangu, min a'malikum shay'un, miongoni mwa matendo yenu chochote. Wa inna hadhihi ummatukum, na hakika huu umma wenu, ummatan wahid, ni umma mmoja. Wa ana rabbukum, na mimi ndiyo muumba wenu, fattakun,
niogopeni, nicheni peke yangu. Wa inna hadhihi ummatukum, na hakika huu umma wenu, kwa maana dini yenu nyinyi yote ni ummatan wahida, ni umma mmoja, dini yenu ni moja, haina haja ya gawana. Wa ana rabbukum, na mimi ndiyo muumba wenu, fattakuni, niogopeni. Wa inna millatakum, na hakika mila yenu, dini yenu, ayuha rusulu, enyi mitume, millatan wahida, nyote mna dini moja, mila moja, wa hiya alislam, ambao ni Uislamu. Wa ana rabbukum, na mimi ndiyo muumba wenu, la rabba lakum ghairi, hamuna muumba mwingine zaidi yangu. Fattakuni, kwa hiyo niogopeni mimi, bimtithali awamiri, kwa kufuata amri zangu, wajtinabi nawahi, na kujiepusha na makatazo yangu. Wa inna millatakum, na hakika mila yenu, ayuha rusulu, enyi mitume nyote, millatan wahida, ni mila moja, wa hiya alislam, ambao ni Uislamu. Wa ana rabbukum, na mimi ndiyo muumba wenu, la rabban lakum, hamuna muumba nyinyi ghairi, asiyekuwa mimi. Fatakuni, kwa hiyo niogopeni, bimtithali awamiri, kwa kufuata amri zangu, wajtinabu nawahi, na kujiepusha na makatazo. Basi naam, mitume walikwenda hivyo, wote walikuwa millatan wahida, hakuna mtume alikuja kupingana na Musa, kama tulivyoona kule kwenye sura Al-Imran. Allah anasema, wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun min indillah la tu'minuna bihi wa la tansurunahu. Kama Allah alichukua ahadi kwa kila mtume, akawaambia, iwapo nitakupeni kitabu, kama nitakupa kitabu na hikma, kisha nyuma yako wewe akaja mtume mwingine anatoka kwa Mungu, mtamkubali, mtamuamini, mtashirikiana naye, au ndo mtapigana madongo, huyu hivi na yule huyu hivi, au vipi? Allah akasema, aakarabtum, nalikubali hilo, wa akhadtum ala dhalikum isri, na mnabeba juu ya hilo ahadi yangu ya kwamba mtakubaliana. Mtume walikubali, na ndio maana hakuna mtume alikuja kufanana. Kesi walipoondoka manabii, fataqatta'u amrahu, wamekuja kukatakata jambo lao la dini. Kila mmoja akajikatia kipande, ana kipande chake, mie kwangu huko, akajipa jina, mie fulani. Kwa pamoja, fataqatta'u amrahum, walipoondoka manabii waliokuja sasa, wakakata jambo lao hili, wakalikatakata zubura, tena vipande vipande. Huyu wote Waislamu hao wana dini moja, huyu yuko fulani na pahala pake ana wafuasi wake, na mwingine ana wakwake na kitu chake. Zubura, vipande vipande wamekatana. Tena kullu hizbin, kila chama, Allah kaita chama, maana ni vyama, vinakuwa kama ni vyama tu, kila mmoja apiga kampeni kwenye chama chake. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kila chama au kila kikundi, bima ladaihim, kwa yale walionayo ambayo wayaamini kwamba hii ndiyo dini, farihun, wanasherehekea na wanafurahia, wajiona wao ndio wao, wengine si. Kwa kila mmoja asherehekea la kwake na mwenzake si. Fatakatta'u amrahum bainahum, wakaja wakakatakata jambo lao la dini baina yao, zubura, vipande vipande. Kullu hizbin bima ladaihim, kila kikundi, kila chama, bima ladaihim, kwa yale walionayo wanayoyaamini, farihun, wanafurahia na kusherehekea, kujiona wao ndio sahihi, wengine si. Fatafarraka atba'ahum, wamekuja kufarikiana wale wafuasi wa mitume, baadahum, baada ya mitume kuondoka, fi dini, wamekuja kutofautiana kwenye dini.
fasaru ahzaban wa shia, wakawa ni vikundi. Ahzaba ni vyama, wa shia na vikundi kundi. Kullu hizbin, kila chama au kikundi, muajjabun, kinajifurahia, bima yu'minu, kwa kile anachoamini, annahu huwa dini, kwamba hii ndiyo dini yenyewe, almurtadha, iridhiwayo inda Allah, kwa Allah. Wala yaltafitu ila ma inda ghairihi, hageuki kuangalia alicho nacho mwingine, kama yetu basi. Wala haangalii hebu kwanza angalau na huyo mwenzangu, kwani vipi, pengine yawezekana kwenye hili yeye yuko sahihi kuliko mimi. Aangalia cha kwake tu, hata kama kimepita mapito sio. Fatafarraka atba'ahum, wamekuja kufarikiana wale wafuasi wa mitume ambao mitume wao walikuwa millatan wahida, wafuasi. Fatafarraka atba'uhum, wamekuja kufarikiana wafuasi wao, baadahum, baada ya mitume kuondoka, fi dini, wametofautiana ndani ya dini. Wengine wakatafuta dini nyingine kabisa, na wengine wakachukua hiyo hiyo dini ya mitume, lakini wakawa na vikundi kundi tofauti, huyu fulani, huyu fulani, huyu fulani, huyu fulani. Fasaru ahzaban, wakawa ni vyama vyama. Ahzaba, hisbu ni chama kawaida. Kwa hiyo inakuwa leo dini ni sawa sawa, ndio kama zama zetu, sawa si mfumo wa vyama vingi, kuna vyama tele utitiri, au sio? Basi na dini imekuwa ahzaba, imekuwa kama vile tu mfumo wa vyama vingi, kila mmoja ana chama chake cha dini. Wafahamiana? Manake ana msimamo wake na ana katiba yake. Tukisema katiba, manake kwa lugha ya kisheria tunasema ana minhaji yake. Bwana wewe, mimi manhaji yangu kadha, wewe mimi manhaji yangu kadha, wewe manhaji yangu kadha, na kila mmoja anaona manhaji yake yeye ndiyo sahihi, manhaji ya mwenzake si. Ukipita manhaji tofauti na ya kwake, wewe hufai. Fasara ahzaban wa shia, wakawa ni vyama vyama na vikundi vikundi. Shia, vikundi vikundi. Kullu hizbin, kila kichama au kila kikundi, muajjabun, kinapendezewa, bima yu'minu, na kile anachoamini, annahu huwa din almurtadha, kwamba hii ndiyo dini iridhiwayo. Basi apendezewa na hilo, apendezewa na kile cha kwake ambayo mwenyewe anaamini ndiyo dini iridhiwayo hii inda Allah, mbele ya Allah. Tena wala yaltafitu ila ma inda ghairihi, haelegei, hageuki kuangalia alicho nacho mwingine. Na hata maneno, hapokei neno lolote, atapokea neno kwa yule ambaye yuko kwenye chama chake. Hata kumsikiliza mwingine akamwambia au usimsikilize, wala yaltafit, haelekei kwenda kusikiliza na mwenzi. Yeye kuna ya kwake aliyoamini kwamba ndio dini, ndio ile basi. Allah anasema fadharuhum, waache. Fadharuhum, Muhammadi, waache hao. Fi ghamaratihim, waendelee na kwenye mghafala wao, waendelee katika ghamarati, mghafala wao, au kwenye ujinga wao. Maana huo ni ujinga, sababu hakuna mkamilifu. Hakuna mkamilifu. Soma utavosoma, ufikie katika marhala yote ya kielimu, bado utakuwa una mapungufu, haujitoshelezi mwenyewe. Sasa ukiwa na imani kwamba mimi tu nielekee ya kwangu, sitizami mwingine, wewe si mkamilifu. Kwa hiyo utakuwa ni upumbavu. Fadharuhum fi ghamaratihim, waache Muhammad sallam, hao wenye msimamo huo, fi ghamaratihim, kwenye upumbavu wao, kwenye mughafala, maana uko kughafilika huko.
ya'mahun hatta hin, waache mpaka muda maalumu. Muda gani huo? Watakapokuja kufika siku ya adhabu. Fadharuhum fi ghamratihim, waache waendelee katika ujinga wao na kughafilika kwao, hatta hin, mpaka muda maalumu watakuja kujua kwamba hichi walichokiamini sicho na hichi walichokisherehekea sicho. Fatrukuhum ayuha rasul, waache ewe mtume hao, fima hum fihi, kwa yale ambayo wako nayo, min aljahli, tokana na ujinga, walhira, na mshangao walionao, ila hini nuzuli aladhabi bihim, mpaka itakapowashukia adhabu kwao, watakuja kuona na kujua. Fatrukuhum ayuha rasul, waache wewe mtume hao waendelee tu, fima hum, waache kwenye yale ambayo wao fihi wako nayo na wanayaamini, min aljahli, katika ujinga walionao, walhira, na kuchanganyikiwa. Maana hira ni mtu kuwa hajui endako, fika pahala sijui nende huku, sijui nende huku, sijui huku, na kwa kuchanganyikiwa. Waache waendelee na hira yao. Fakalini ila hini nuzuli aladhabi bihim, mpaka patakaposhuka adhabu kwao. Ayahsabuna, hivi wanadhani hawa wenye imani hizi, annama, ya kwamba si vinginevyo, hakuna vinginevyo, vilivyokuwa ndivyo ni hivi, numidduhum bihi, kwamba tunawaongezea hao mimali, kuwapa mali, wa banina, na watoto, ni kwa sababu tuwapenda sana wanafanya ndivyo. Ayahsabuna, hivi wanadhania, annama, ya kwamba si vinginevyo, numidduhum, ile tunawapa sisi wao, bihi, kutokana na maisha yao hayo, mimali, tunawapa mali, wabanina, na watoto. Wanadhani kule kuwapa mali maisha yanakwenda na imani zao hizo vizuri tu, wanadhani kwamba kwa sababu ya kwenda maisha hivyo kwamba wako sahihi. Ayadhunnu haulai alahzab, hivi wanadhani hawa vikundi hivi vyama hivi, almufrihuna, ambao wanafurahia, bima ladaihim, kufurahia leo walionayo, wanayoyaamini, annama nu'tihim, ya kwamba kile tunachowapa wao, min alamwali wal auladi, katika mali na watoto, fil hayati dunia, kwenye maisha ya dunia haya, huwa ta'jilu khairun lahum, kwamba hii ni ta'jil, kwamba wanaharakishiwa kupewa mazuri haya, khairun lahum, ni khairi kwao. Yastahikuna, kwamba wao ni kheri wao, wanastahiki kupewa kheri hizo. Laisa al-amru kama dhannu, mambo hayapo kama wanavyofikiria wao. Wanaona kwamba sisi bana, kwa sababu ndo tuko vizuri, tulionao si ndio dini sahihi, wengine wote sio, tunapata haya, tunakwenda, maisha yetu yanakwenda vizuri, kwamba wanaona kwamba wao ndio wanapewa kheri zile, kwamba wanastahiki, kwamba wanapendwa sana na Allah, kwamba wamefanya vizuri. Laisa al-amru kama dhannu, mambo hayako kama wanavyofikiria. Lakini innama, hakika si vinginevyo, nu'tihim, twawapa hayo tunayowapa, dhalika hayo, imlaa, kwa ajili ya kuwapururia, wastidrajan lahum, na kuwakamata kidogo kidogo. Istidraj, kumkamata kidogo kidogo kwa adhabu. Lakinnahum la yahissuna bidhalika, lakini kwa bahati mbaya wao hawalihisi hilo. Wao wanahisi kwamba wako sawa, na ndiyo maana mambo yanakwenda vizuri. Ndio ile aliyosema Allah, fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Mwanadamu kwa ujuzi wake na ufahamu wake mbaya, pale tunapomkirimu tukampa neema, basi husema kwamba Allah akramani, Allah amenikirimu kwa sababu nastahiki, ndio kwamba niko kwenye mema, niko sawa. Ndio maana
Ukiona mambo yenda vizuri ya maisha, si alama hiyo ya kwamba wewe kwamba uko vizuri kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini idha mabtalahu fakadara rizqahu, akijaribiwa akapunguziwa, mambo hayendi vizuri, basi anaona rabbi ahana, anipendi huyo Allah. Anaona ndio alama ya kwamba itakuwa hata kwa Mungu sipendezi. Hapana, yawezekana wewe ndio upendezaye. Kwa hiyo ayahsabuna, ayadhunnu, hivi wanadhani haulai alahzabi, haya makundi haya ya kwenye dini, almufrihuna, ambao wanafurahia bima ladaihim, kufurahia yale walionayo katika imani, annama nu'tihim min alamwali, ya kwamba kile tunachowapa katika mali, wal auladi, na watoto, fil hayati dunya, kwenye maisha haya ya dunia, huwa taajilu khairun lahum, kwamba huku kuharakishiwa kupewa kheri hizi ni khairun lahum, kwamba ni kheri kwao. Yastahikuna, kwamba wanastahiki kupewa kheri hizo. Laisa al-amru kama dhannu, mambo hayapo kama wanaofikiria. Innama nu'tihim, lakini tunawapa dhalika hayo, imlaan, kwa kuwapururia, wastidrajan lahum, na kuwachukua kidogo kidogo, kuwakamata kwa adhabu. Lakinnahum la yahisuna bidhalika, lakini wao hawalihisi hilo, wao wanaona kwamba ile ni sawa kwao. Nusari'u lahum fil khairati, kwamba wanaona wao kwamba tunawakimbilizia wao kuwapeleka kwenye kheri. Bal la shurur, lakini hawajui hawa jamani. Hivi hawa wanadhani huko kupewa mali, watoto, nusari'u lahum fil khairati, kwamba ndio tunawaharakishia wao kuwapeleka katika kheri? Hapana bwana, bal la yashurun, bali hawajui, hawahisi wao lolote kabisa. Ushaisoma hiyo sharhi yake, si ndio? Wameweka hapo 55 na 56, ndio sharhi ushaisoma tasoma sharhi, wanasema bado hivi. Nusari'u lahum fil khairati, hivi wanadhani wao kwa kule kupewa mali na watoto ndio nusari'u lahum fil khairati, kwamba ndio tunakimbiliza kuwakifanyia haraka haraka kuwapeleka katika kheri? Bal la yashurun, lakini wao hawahisi hilo. Yesu alayhi salamu kama dhannu, innama nu'tihim dhalika imlaan wasidraja lahum, lakinnahum la yahussuna bidhalika, hawahisi wao hilo. Innal ladhina hum, hakika wale ambao wao, min khashiyati rabbihim, kutokana na jambo la kumuogopa Mola wao, mushfikuna, hilo wanaliogopa kweli kweli. Hao ndio waumini wao. Innal ladhina, hakika wale ambao, hum min khashiyati rabbihim, wao kutokana na kumuogopa Mola wao, mushfikuna, yani ni wao hao ndio wenye kumuogopa kweli. Innal ladhina, hakika wale ambao, hum min khashiyati rabbihim, ambao wao wapo katika kumuogopa Mola wao, hao ndio mushfikuna, hao ndio wenye kuogopa kweli. Innal ladhina hum ma imanihim, hakika wale ambao wako na imani zao, wa ihsanihim, na wema wao, wajiluna min rabbihim, hao wana hofu ya kumuogopa Mola wao. Innal ladhina hum, hakika wale ambao wao, ma imanihim, pamoja na kuamini kwao, wa ihsanihim, na ihsani zao wanazofanya, wema wao, wajiluna min rabbihim, pamoja na walionao, lakini bado wana hofu ya kumuogopa Mola wao. Walladhina hum biayati rabbihim, na wale ambao katika aya za Mola wao, yu'minuna, wanaamini. Walladhina hum, na wale ambao wao, biayati rabbihim, wa aya za Mola wao, yu'minuna, wanaziamini. Wapi shehe? Tuko ndani huko shehe, wewe uko nje. Kiamka leo tukaje?
walladhina biayati rabbihim, na wale ambao kwa aya za Mola wao yu'minuna, wanaziamini. Sawa, ndio tunatoka nje sasa. Walladhina hum biayati kitabihi, na wale ambao wao kwa aya za kitabu chake Allah yu'minuna, wanaziamini. Walladhina hum biayati kitabihi, na wale ambao wao kwa aya za kitabu chake Allah yu'minuna, wanazikubali na kuziamini. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, na wale ambao kwa Mola wao hawamshirikishi na chochote. Walladhina hum bi rabbihim, na wale ambao wao kwa Mola wao la yushrikuna, hawamshirikishi. Walladhina hum yuwahhiduna rabbahum, na wale ambao wanampwekesha Mola wao, la yushrikuna bihi shay'a, hawamshirikishi na kitu. Walladhina hum yuwahhiduna, na wale ambao wanampwekesha rabbahum, Mola wao, la yushrikuna bihi shay'a, hawamshirikishi Allah na kitu. Min fawaidil ayat, miongoni mwa faida za aya hizi, kwanza anasema istikbaru, kule kuwa na kiburi, mani'un min at-tawfiqi lilhaqi, kiburi kinamnyima mtu kuwafikishwa katika haki. Ukiwa na kiburi huwezi kuelekezwa, Allah hakupi taufiki ya kuweza kuifahamu haki na kuifuata. Hata kama utaifahamu ile pale kweli haki, lakini taufiki ya kuifuata huwezi kupata, madhali una kiburi. Pili, itabatul maakuli, ule kuwa na vyakula vyema, vyakula vizuri, kwa maana vya halali. Vyakula vyako unavyokula vikiwa ni itabatul maakul, ikiwa vyakula vyako vimekuwa vizuri maana vya halali, lahu atharun, basi vyakula hivyo vinaleta taathira fi salahi alqalbi, katika kutengeneza moyo wa salahi alamal, na pia kutatengenea matendo yake. Madhal unakula milo ya halali. Itabatul maakuli, kula vyakula vyema vilivyokuwa safi vya halali, lahu atharun fi salahi alqalbi, vinaleta taathira katika kutengeneza moyo, inakuwa ni dawa, moyo unatengenea, lakini si moyo tu, wa salahul amal, na pia na matendo ya mtu anayekula vyakula vya halali vizuri, basi pia na matendo yatakuwa vizuri. Lakini tatu, at-tauhidu millatan jami'ul anbiya, upwekeshaji, kumpwekesha Allah ndiyo mila ya mitume wote. Wa da'awatihim, na da'wa zao zote wamekuja na da'wa za kumpwekesha Allah, wote wawe kitu kimoja. At-tauhidu millata jamil anbiya'i, kumpwekesha Allah ndiyo mila ya manabii wote. Wa da'awatihim, na da'wa yao ilikuwa ni katika hilo. Na mwisho, al-in'amu ala al-mafajiri ala al-fajiri, ule kuneemeshwa kwa mtu muovu, laisa ikraman lahu, hiyo sio kukirimiwa, sio kuheshimiwa kwake. Wa innama huwa istidraj, lakini hiyo inakuwa ni kupururiwa, ni kuchukuliwa kidogo kidogo katika adhabu. Naam, 57 walladhi 57 innal ladhina hum min khashyati rabbihim, hakika wale ambao wao min khashyati rabbihim, wako katika khushu, kumuogopa Mola wao, mushfikuna, hao ndio wenye kumuogopa kweli. Manake kinyume chao sio al-in'amu ala al-fajiri, kuneemeshwa watu waovu, laisa ikraman la, hiyo sio kukirimiwa, sio kuheshimika kwake, pana. Wa innama huwa istidraj, huko inakuwa ni kuchukuliwa kidogo kidogo kupelekwa kwenye adhabu. Yani inakuwa ni sawa sawa, nasema samaki shekhe, ile kumtilia chakula kwenye ndoana au kwenye dema, si kwamba ndio unamkirimu na unamheshimu sana, la, manake unampururia tu ale, alafu unamfanya hivi, ndio unampandisha juu. Kwa sione bana mtu anapata neema, mambo yanakwenda vizuri, alafu Muislamu pengine akaona kwamba labda ndio yuko sahihi sana kwa sababu ile.
Yawezekana shay'i ni ndoana, chambo hicho Allah anakupa maksud umeze. Walladhina yu'minuna, na wale ambao yu'tuna, na wale ambao yu'tuna ma atau, ambao wanatoa yale waliopewa. Wanatoa manake wanatoa zaka, sadaka, tena wanatoa wa qulubuhum wajilatun, wakati nyoyo zao zina hofu. Mtu anatoa lakini ana hofu. Aogopa nini? Anaogopa kwamba natoa, lakini je, Allah anakubali kutoa kwangu? Tupo anafanya jambo jema, lakini anaogopa haya mema mfanya Allah ayakubali. Lakini jamani, hao ndio waumini Allah anakuja kuzungumza, alafu mbele yuko atakata kauli kwamba muumini hasa ni yule ambaye afanya jambo jema, lakini ana hofu kwenye lile jema lake kwamba, lakini je, mie leo nimeswali na naswali, sina uhakika hizi swala zangu Allah azikubali. Hichi nikifanyacho Allah wajiluni, wanaogopa. Wa qulubuhum wajila, nyoyo zao zina hofu. Kwa nini wana hofu? Annahum, kwa sababu wana hakika wao, ila rabbihim rajiuna, kwa Mola wao watarudi. Sasa je, nikirudishwa haya ninayoyatenda ni kweli yamekubalika? Lakini sisi je, sisi wewe shaka ushajitia, yani una 100% kwamba ushakubalika na wewe ndio wa peponi, wenzako wote motoni. Yani una uhakika hiyo kabisa. Tena unasema hasa Mtume kasema sallallahu alaihi wasallam kwamba sataftariku ummati 73 firqa kulluhum fi nari illa wahida. Lipi? Akasema humma ana alayhi, sema ndio mimi. Makundi 73, 72 yote motoni ila moja. Lipi? Akasema wale ambao watashikamana na yale ambayo mimi ndio nilikuwa nayo, nimekuja nayo, wajipiga kifua, ndio mimi katika firqatun najia. Huna wasiwasi kabisa wewe. Waumini wana hofu, na ndivyo walivyokuwa salafuna salih. Elewana? Abu Bakari Siddiq kwa mfano radhiallahu anhu alibashiriwa pepo, tena sikubashiriwa pepo tu, amebashiriwa milango yote ya pepo kupita yeye. Nakumbuka kwenye hadithi maarufu ambayo Mtume sallallahu kuna siku alitoa mawaidha asubuhi, ilikuwa akauliza, nani miongoni mwenu leo kenda kushirikiza jeneza? Wote kimya. Abu Bakar sema, mimi ya Rabbi, ya Rasulullah nishafanya. Nani leo keshatoa sadaka? Mimi. Kila alichosema mimi. Akawaambia, kwa hakika kila mmoja ataitwa na mlango ule ambao yeye kaufanyia. Akaulizwa Mtume sallallahu, sasa kwamba kila mmoja ataitwa kupitia kwenye mlango aliotoa sadaka, ataitwa kwenye mlango wa sadaka. Aliyetembelea wagonjwa ataitwa kwenye mlango wa kutembelea wagonjwa. Je, kama mtu kafanya yote hayo? Akasema Mtume, ataitwa na milango yote. Akamwambia, na wewe ni mmoja. Pamoja na hivyo, Abu Bakar sema, sijaamini kwamba nitakwenda. Tena anasema sio hapa duniani, hata niwe nishakufa kule akhera, mguu mmoja nishatumbukiza ndani, mmoja huko nje, bado sijaamini. Naweza kuambiwa, bwana we, haya rudisha guu lako hiyo. Una kauli moja sana mpaka anasema, natamani mimi niwe unywele malaika, tuaita malaika ya manywele ya Mungu kwenye mwili wa Muislamu. Yani vyote alivyo, pamoja na tumeambiwa kwamba binadamu sote tukimtoa Mtume sallallahu sote tuwekwe kwenye mezani upande mmoja, na Abu Bakari peke yake atatunyanyua sote. Asema, natamani mimi niwe nywele kwenye mwili wa Muislamu, kwa sababu anajua kwamba akiwa nywele kwenye Muislamu yeye hatakwenda ungua. Hofu yote ya nini hii? Na biashara yote ambayo umepewa ya Abu Bakar,
kwa sababu ni muumini wa kweli. Wana hofu pamoja na matendo mema mengi aliyonayo. Mimi na wewe hatuna lolote lilonayo, lakini moyo wako mutmainna, tulia kabisa, wasubiri ufe tu kachukua. Ibada zenyewe ulionazo mbili, tena za shida sijui tatu. Uswali ndio waswali, uswali kwenyewe kwa shida ndio huko unaswali sala yenyewe ujui. Waswali unapanga mipango yako ya kesho ndani ya sala, kesho itakuwaje? Mwizi umo kwenye sala, waiba umo wafunga hesabu ya biashara yako, umo unapanga uongo, kesho leo ni dai, umepanga atakuja nimwambieje? Na ibada ya pili ni kufunga Ramadhani mpaka Ramadhani. Kufunga yenyewe unafunga unasengenya, kufunga yenyewe unafungulia futari za kupiga changala macho, tena unasema sijapata faida nikamsomeshe mtu mpate futari. Sienda msomesha Qur'ani hivyo. Maana yake enda kumpiga mtu magoli ili apate futari. Ndio funga yenyewe hiyo. Lakini huna wasiwasi wewe, unasema mie firqatun najia. Wewe ndio hayo alokuwa na mtume ni hayo. Walladhina yu'tuna, na wale ambao wanatoa ma atau, yale waliopewa, tena wanatoa wa qulubuhum wajila, nyoyo zao zinaogopa kwamba twatoa, lakini je, yakubalika? Annahum, wanahofu kwa sababu wao ila rabbihim, wanajua kwamba kwa Mola wao watarejeshwa. Walladhina yajtahiduna fi a'mali albir, wale ambao wajitahidi katika matendo mema. Wayatakarabuna ila Allahi, na wanajikurubisha kwa Allah bil a'mali salihah, kwa matendo mema. Wahum khaifuna, lakini wanahofu alla yutakabbalu Allah minhum, ya kwamba pengine Allah huenda asipokee matendo yao. Alla yatakabbalu Allah minhum, ya kwamba Allah pengine hatokubali matendo yanayotokana na wao. Infakum, kwamba hatokubali kule kutoa kwao. Wa amalahum salihah, na matendo yao mema, wanaogopa Allah pengine hajakubali. Idha raja'u ilayhi yawm al-qiyama, siku wakirudi siku ya kiyama, hawana uhakika kwamba Allah ameyakubali. Walladhina yusaiduna fi a'mali albir, wale ambao wanajitahidi katika kufanya matendo mema. Wayatakarabuna ila Allahi, na wanajikurubisha kwa Allah kwa kufanya nini? Bil a'mali salihah, kwa kufanya matendo mema. Wahum khaifuna, hali ya kuwa wanahofu alla yatakabbala Allahu minhum, ya kwamba Allah hatokubali kutoka kwao. Infakum, kule kutoa kwao. Wa amalahum salihah, na matendo mema. Idha raja'u ilayhi yawm al-qiyama, siku wakirudi kwa Mola wao siku ya kiyama, hawana uhakika kwamba Allah atayakubali au atayafanya habaa manthura. Wala nukalli wa ula, asema sasa ulaika, hao waliotajwa kuanzia toka wapi? Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiquna walladhina hum biayati rabbihim yu'minuna walladhina hum birabbihim la yushrikuna walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'una. Ulaika, hao wenye sifa hizo, yusari'una fil khairat, wanakimbilia sana kufanya kheri. Wahum laha, na wao laha, kwa heri hizo, sabiquna, ndio watawashinda wenzi wao, watakuwa sabiquna, watawashinda kwa sababu hiyo ya kukimbilia kheri kama hizo. Ulaika yusari'una fil khairati, hao wanakimbilia kufanya kheri. Wahum laha sabiquna, na wao kwa kheri hizo ndio watawashinda wengine. Ulaika almusifuna, hao waliosifiwa bihadhihi sifati, kwa sifa hizi la adhima tukufu.
yubadiruna ila al-a'mali salihah, wanakimbilia kwenda kwenye matendo mema, wa hum ilaiha, na wao kwenye matendo sabiquna, watakuwa ni wenye kushinda. Wa min ajliha, na kwa sababu ya matendo hayo, sabaku ghairahum, pia watawashinda wengine wasio. Ulaika almusifuna bihadhihi sifati, hao waliosifiwa kwa sifa hizo au waliojipamba kwa sifa hizo, al-azima, sifa tukufu, yubadiruna ila al-a'mali salihah, wanakimbilia kwenda kwenye kufanya matendo mema, wa hum ilaiha sabiquna, na wao kwenye mema hayo wanayakimbilia, wa min ajliha, na kwa sababu ya matendo mema hayo, sabaku ghairahum, watawashinda wengine wasio. Wala nukallifu nafsi, na sisi hatuikalifishi nafsi kufanya lisilowezekana, illa usaha, isipokuwa ni kwa mujibu wa lile analoliweza. Waladaina kitabu, na huku kwetu kuna daftari kabisa, linaandikwa kila kitu ukifanyacho na unachokitamka. Daftari hilo yantiku bilhaqi, bwana linasema kweli, alisemi uongo. Kiambiwa bwana unadaiwa kiasi fulani, ni kweli. Bwana umetenda kitu fulani, halisemi uongo kabisa. Wa hum la yudhlamuna, na wao hawatadhulumiwa chochote kwenye daftari hili. Hawadhulumiwi kwa kunyimwa, kupunguziwa mema yao waliofanya, wala hawatadhulumiwa kwa kuongezewa kesi ambazo hawana. Wala nukallifu nafsan, wala sisi hatuikalifishi nafsi yoyote, illa usaha, isipokuwa kwa mujibu wa uwezo wake ni ambacho kinaweza. Wanasheria wanakanuni nasema la taklifa ma'al ajz, la taklifa ma'al ajz. Ile taklifa, mtu kuwa ni mukallif ameshakazimishwa na sheria, inaondoka, haipo taklifa mtu anapokuwa ana ajiz, ana ushindwaji wa kitu fulani, hawezi. Mfano umelazimishwa kufunga, kuna taklifa, wewe Muislamu ushafikia baligh, ni mukallaf, lazima ufunge, lakini siwezi kufunga, nina maradhi. Taklifa hakuna, hautakiwi kufunga, kwa sababu la taklifa ma'al ajzi. Wametohoa kwenye aya la nukallifu nafsan illa usaha. Lazima uswali hali ya kuwa umesimama. Ukiswali utako swala ya faradhi haikubaliki, lakini siwezi kusimama. La taklifa ma'al ajzi, la nukallifu nafsan illa usaha. Unaloweza kufanya ndio utafanya. Ndio maana pia wakasema idha ta'adhara al-aslu yuswaru ila al-badal, idha ta'adhara al-aslu yuswaru ila al-badal. Ikishindikana ile asli, mimi natakiwa lazima nifunge lakini siwezi, ndo asli hiyo ufunge, utakwenda kwenye badala, taambiwa sasa lisha maskini. Yuswaru ila al-badal. Wa la nukallifu nafsan illa usaha, hatuikalifishi nafsi kufanya jambo lisiloweza isipokuwa kwa mujibu wa lile linaloweza kufanya. Waladaina kitabun, na kwetu tuna kitabu cha kuandikia mambo wanaoyafanya waja. Kitabu hicho yamtiku bilhaqi, kinatamka ukweli mtupu. Wa hum la yudhlamun, hawatadhulumiwa kwenye kitabu. Wala nukallifu nafsan illa qadra ma tastati'uhu, hatuikalifishi nafsi isipokuwa kadra, kwa mujibu wa vile ambavyo tastati'uhu, inavyoweza nafsi hiyo, minal amali, katika kufanya tendo. Wa indana kitabun, na kwetu huku tunacho kitabu, athbatna fihi, tumethibitisha kwenye kitabu hicho, amali kulli amili, matendo ya kila mtendaji hapo humo. Yantiku bilhaqi, kitabu hicho kinasema kweli tupu. Alladhi la miriyata fi, haki ambayo haina shaka ndani yake. Wa hum la yudhlamuna, na wao hawatadhulumiwa, binaksi hasanatihim, kwa kupunguziwa mema yao, wala ziyadatu sayiatihim, wala kuzidishiwa maovu yao. Hawazidishiwi, hawapewi kesi wasiyofanya.
wala nukallifu nafsan illa, wala hatuikalifishi nafsi isipokuwa qadra ma, kwa mujibu wa vile ambavyo tastati'uhu, inavyoweza nafsi hiyo, min al-amali, katika kutenda. Wa indana kitabu, na tunacho kitabu, athbatna fihi, tumethibitisha kwenye vitabu hicho, amala kulli amili, tendo la kila mtendaji humo limewekwa. Yantiku bilhaqi, kitabu kinasema haki, kinasema ukweli. Alladhi, ukweli ambao la miriyata fihi, hakuna shaka ndani yake. Wahum la yudhlamuna, na hawatadhulumiwa chochote, binaksi hasanatihim, kwa kupunguziwa mema yao, wala ziyada sayiatihim, wala kuzidishiwa maovu yao, hakudhulumiwi. Na ndiyo maana Allah anasema kullu insanin alzamna ta'irahu fi unuqi, kila mwanadamu atabebeshwa ta'iri wake, nuhusi zake, kitabu chake shingoni mwake, aambiwe ikra kitaba, tena manshura, hicho kisha kujuliwa, aambiwe baba, soma mwenyewe kitabu chako. Kuna popote umedhulumiwa, soma. Minal jildi ila aljildi, soma kuanzia huku kwenye kamba huku mpaka kamba jingine mbele. Kuna popote umedhulumiwa, labda kuna jambo umeandikiwa ambalo wewe hujalifanya, au kuna jambo ambalo wewe ulifanya katika jema hujaliona humo. Akishasoma, akifika mwisho, jawabu lake litakuja, mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kwa nini? Wawajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Atasema hichi kitabu si kinani, halikubakishwa humu, dogo kubwa, yote yamewekwa humu, kwa sababu atakuta yote aliyotenda yamehudhurishwa, na Mola wako si mwenye kudhulumu. Bal qulubuhum fi ghamaratin hadha, lakini wao nyoyo zao bado zina mashaka, zimeghafilika na hili, kwamba iko siku watatolewa kitabu kizungumze kila walichokifanya. Wao wanaona hayo bana, ni mahadisi tu tunapeana huko basi. Bal qulubuhum, lakini wao nyoyo zao fi ghamaratin, bado wana mghafala, min hadha, na jambo hili. Walahum a'malu, na wana matendo mengi hawa, min duni dhalika, kinyume cha hayo wanaoyafanya, sijui kufarikiana, sijui kufanya, wana mengine mengi wafanya, lakini siku yote atatoka nje. Kwa mwanadamu una matendo unatenda, watu wazako wanakuona wewe ni mtu fulani, yani kama pengine ingechaguliwa binadamu siku hiyo aseme watu wema ni wapi, basi anakutoa tu kwamba huyu mwema bwana, kwa sababu ya matendo utendayo ambayo yaonekana dhahiri yake. Lakini kuna matendo mtu anatenda kinyume na yale yaonekanayo, hayo kwa pamoja. Inawezekana shekhe 5 salawati, funga mashallah, Ramadhani, Alhamisi na Jumatatu, mwezi zote wafunga, unatoa sana zaka, lakini pengine usiku wageuka nyau madirishani mwa watu na mapaani mwa watu, atatoka nje hayo. Huku si una koti la kuvaa huonekani, siku hiyo utatolewa tu, kitabu kitasema kila. Kuna bwana mmoja makadithiwa zama zetu hizi, sikwambii ni wapi, lakini wana kijana hawa wanaokuwa na mishemishe za usiku hawa. Ya vijana wanatembea usiku sana na mambo ya starehe, karudi alfajiri kwenye mapirika yao ya vijana, akaona saizi nisende nikalala sasa alfajiri, yani ndio zangu msikitini kabisa. Basi sema kamuona mbwa anapita, mbwa yule kenda msikitini, kutoka pale msikitini kajikumuta hivi, hawa mtu
ana mfuko wake, katoa nguo kavaa, kafungua msikiti, Allahu akbar, Allahu akbar, muadhini jamaa hajataka kuswali tena msikiti. Kwa hiyo watu wana mengi wafanya yasiri, wenyewe wanajiona wajificha. Sawa, utajificha na watu, Allah huwezi kujificha. Siku hiyo yauma tubla sarai, siri zote zitafichuka. Kuna wengine ni maustadhi na mashekhe, lakini wana vimada pembeni, wala hawaonekani wenyewe, siri siri. Shekhe yatatolewa hayo, wala hum a'malu duna dhalik, wana matendo mengine kinyume na hayo, kiacha wana mengine mabaya tu wanafanya. Hum laha amilun, wao matendo wanayatenda. Bal qulubuhum fi ghamarati min hadha, lakini wao nyoyo zao bado zina mashaka, zimeghafilika na hili kwamba iko siku watakwenda kwa Mola wao, watafufuliwa na watahesabiwa na vitabu vimeandika matendo yao. Walahum a'malu min duni dhalika, na wana matendo mengine kinyume na hayo. Hum laha amiluna, wao matendo hayo wanayatenda. Bal qulubul kufari, lakini nyoyo za makafiri, fi ghaflati min hadha alkitabi, zinaghafilika na hichi kitabu chenye kuhifadhi kila jambo. Alladhi yantiku bilhaqi, kitabu ambacho kinatamka kwa haki, kinatamka kweli. Walkitabu alladhi, lakini pia wana wasiwasi na hawaamini, wana mashaka na hata kitabu ambacho nazzala alaihim, kimeteremshwa kwao. Walahum a'malun ukhra, na wana matendo mengine, duna ma hum alaihi, kinyume na yale walionayo, min alkufri, katika kufuru. Hum laha amiluna, wanatenda kufuru hizo. Bal qulubul kufari fi ghafala, bali nyoyo za makafiri zipo katika mughafala. Min hadha alkitabi, wameghafilika na kitabu hichi. Alladhi yantiku bilhaqi, ambacho kinaongea kinazungumza haki. Walkitabu alladhi, na kitabu ambacho nazzala alaihim, kilichoteremshwa kwao. Walahum a'malu ukhra, lakini pia wana matendo mengine, duna ma hum alaihi, kinyume na yale ambayo wako nayo yanaonekanwa, min alkufri, katika mambo ya kufuru. Hum laha amiluna, wao wanatenda matendo. Hatta idha akhadna mutrafihim, waachie hawa mpaka siku tukiwakamata wale waliostareheshwa kwao na Allah, waliopewa neema wakapewa pumzi, huku wakufuru, huku wanafanya sivyo. Allah mutrafihim, wale waliostareheshwa katika dunia, waache. Tutakapowakamata hawa bila adhabi, kwa kuadhibu, idha hum, tahamaki wao, yajaruna, watalalamika. Piga makelele lalamika, kamato watalalamika. Hatta idha akhadna mutrafihim, mpaka tutakapowakamata wale waliostareheshwa kwao bila adhabi, tukiwakamata kwa kuwapa adhabu, idha hum, tahamakina wao, yajarun, watalalamika. Allah atasema la tajaru, msilalamike leo, innakum minna la tunsaruna, hata mkilalamika nyinyi leo hakuna nusura kwenu. La tajaru lyauma, msilalamike leo, innakum minna, hakika nyinyi kwetu sisi leo, la tunsaruna, hamnusuriki. Kwa nini hamnusuriki? Kwa sababu kad kanat ayati, zilikuwa aya zangu, tutla alaikum, zikisomwa kwenu. Inasoma aya kukwanga hakufai, inasoma aya wizi haufai, inasoma aya zina haifai, inasoma mkisomewa aya zetu. Lakini fakuntum ala aqabikum, mlikuwa nyinyi kwenye visigino vyenu, tankusuna, mkirudi. Kad kanat ayati, wakazilikuwa aya zangu, tutla alaikum, zikisoma juu yenu, mkisomewa, lakini mlikuwa hamkataziki na aya hizo. Fakuntum ala aqabikum, mlikuwa nyinyi nyuma ya visigino vyenu mnaziweka, tankisuna, ndio mnazirejesha nyuma na mnarudi nyuma mlikotoka kufuru. Tena mustakbirina bihi, mnaziwacha nyuma tena kwa hali ya kufanya kiburi nazo. Samira, mukizungumza usiku mbele ya msikiti wangu mtukufu. Tajuruna,
mnazungumza mambo mabaya. Walikuwa maskani yao pale kwenye Baiti la Haram pale, ndio kuna maskani barazani, wanazungumza ukorofi, uizungumzia Qur'ani vibaya. Mustakbirina bihi, hali ya kufanya kiburi, kuifanyia kiburi aya zangu. Samira, mukizungumza usiku kuzizungumza, tahjuruna, mukizungumza kuzizungumza usiku, tahjuruna, kwa maneno yasiyofaa mabaya, kuisema vibaya Qur'ani. Hata idha aqabna, mpaka tutakapowaadhibu, munaimihim, wale walioneemeshwa fi dunia, duniani, bila adhabi, tukiwaadhibu kwa adhabu, yauma alqiyama, siku ya kiyama, idha hum, tahamaki wao, yarfauna aswatahum, wananyanyua midomo yao, wananyanyua sauti zao, mustaghithina, wanaomba uokovu. Hata idha aqabna, mpaka tukiwaadhibu, munaimihim, wale walioneemeshwa kwao, fi dunia, duniani, tukiwaadhibu bila adhabi, kwa adhabu, yauma alqiyama, siku ya kiyama, idha hum, tahamaki wao, yarfauna aswatahum, watanyanyua sauti zao, mustaghithina, wakiomba uokovu, wanalalamika. Fayuqalu lahum, wataambiwa, taisan lahum, kwa kukatishwa tamaa kabisa, min rahmatillah, kukatishwa tamaa na huruma za Allah, wataambiwa, la tasrahu, msipigeni kelele, msitufanyie zogo, wala tastaghithu fi hadha al-yawmi, musiombe uokovu kwa siku ya leo, fa innahu la nasira lakum, kwa sababu hakuna wakukunusuruni nyie, yamnaukum, ambaye atakukingeni, min adhabillah, na adhabu ya Allah hamunaye huyo. Fayuqalu lahum, patasema waambiwe wao, taisan lahum, kwa kukatishwa tamaa kabisa, min rahmatillah, kutokana na rehema za Allah, wataambiwa, la tasrahu, msifanye kelele, wala tastaghithu, msitake uokovu, fi hadha al-yawmi, katika siku hii, fa innahu la nasira lakum, kwani hamuna wa kuwanusuru, yamnaukum, ambaye atakukingeni, min adhabillah, na adhabu ya Allah. Kwa nini? Kad kanat ayati kitabillah, zilikuwa ayatu kitabillah, aya za kitabu cha Allah, tukurau alaikum, zikisomwa juu yenu, fi dunia, duniani, fakuntum, ndesi mkawa nyinyi, tarjiuna muwallina, mnarejea hali ya kuzipa nyongo kabisa na haya hizo. Idha sami'tumuha, pale mnapozisikia, karahiyatun laha, mnazichukia kabisa. Kad kanat ayatu kitabillah, zilikuwa aya za kitabu cha Allah, tukurau alaikum, zikisoma juu yenu, fi dunia, duniani, fakuntum tarjiuna, mlikuwa nyinyi mukirudi nyuma, muwallina, hali ya kuzipa nyongo, anha, aya hizo, idha sami'tumuha, mnapozisikia. Kwa nini mnazipa nyongo? Karahiyatan laha, kwa kuzichukia. Tena tafaaluna dhalika, mkiyafanya hayo, mustakbirina ala nasi, hali ya kufanya kiburi kuwafanyia watu, bima tazumunahu, kwa yale mnayoyadaia, min annakum, kwamba eti nyinyi ahlu harami, nyinyi ndio watu wa haram Maka. Sisi bwana ndio watu wa haram hii bwana, si ndio sahihi kabisa. Walastum ahlu, kumbe si watu wa haram kabisa. Kwa nini? Lianna ahlahu, kwa sababu watu wa haram Maka, humul muttaquna, ni wale wenye kumcha Allah, watatasamaruna, na mlikuwa mnakaa kuzungumza usiku, haulahu. Samira ni mazungumzo ya usiku jamani, mlikuwa tatasamaruna, mkizungumza usiku, haulahu, kwenye hiyo haramu ya Maka, bisayyi, mkizungumza mambo mabaya, min alqawli, katika maneno yenu, fa antum la tatakadasunahu, nyinyi mlikuwa hamuitukuzi, hamuitakasi hiyo haramu Maka. Nasema si bwana ndo watu wa haramu Maka sisi, kumbe haramu Maka nyinyi mwaivunjia heshima. Tafaluna dhalika, mkiyafanya hayo, mustakbirina ala nasi, huku mkijikweza kwa watu, mkifanya kiburi kuwafanyia watu, bima tazumunahu, kwa yale mliokuwa mkidai, min annakum, kwamba eti nyinyi ni ahla haramin, ni watu wa haram, watu mnaokaa eneo la haram. Kumbe walastum ahla, si watu wa haram kabisa. Kwa nini? Kwani kwa haram ni yule ambaye anakaa eneo lile tu? Hapana, bi anna ahlahu, kwa sababu watu wa haram,
hum ni wale ambao almuttaquna, wenye kumwogopa Allah. Watatasamiruna, na nyie pia mnazungumza usiku, haulahu, pembezoni mwa hiyo haram, bisayyi, tena mnazungumza bisayyi min alqawli, kwa maneno mabaya. Fa antum la tuqdisunahu, hamuitokasi hiyo haram, hamuitukuzi haram Maka, mnaivunjia heshima. Allah ikeni hapo. Naam, kama kuna swali. Kad kanat ayati, kwa hakika zilikuwa aya zangu, tutla alaikum, zikisomwa juu ya nini? Kusomewa. Lakini fakuntum, nyinyi mulikuwa mnaposomewa vipi? Ala aqabikum, nyuma ya visigino vyenu, tankisuna, mnarudi nyuma. Yani aya mnasomewa, lakini mnarudi kwenye visigino vyenu, maana mnarudi kwenye ukafiri wenu. Wallahu a'lam. Naam, vipi? Haijakatika, ndio inaendelea mbele. Nusari au lahu, sawa na ukiona hivyo hata hizi za mbele utaona pia hutozielewa. Inna alladhina min khashyati jawabu lake liko wapi? Mbele kule, kwamba hao ndio wale ambao wana hivi. Kwa hiyo aya hiyo inayosema ayahsabuna anna numidduhum bimalin wa banina, au sio? Nusari lahu fil khairati, inaendelea kwenye aya ya mbele yake, kwamba huku kuwapa mali na watoto, wanadhani kwamba sisi ndio tuna nusari lahu fil khairati, maana tunawakimbiliza kuwapeleka kwenye kheri, maana ndio kheri zao tunaanza kuwaonjesha kabisa huku. Nasema bali hawahisi wenyewe wao. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Allahumma rabbana taqabbal minna, alim tub alayna, in rabbana kama Allahumma fahimna ma lam na'lam wa bihamdika ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma